Ali Hatib Kilusungu, mtafiti wa majina katika maisha ya binadamu. Usubscribe na kushare katika Siri Yako TV, unifollow TikTok, Instagram, Facebook Siri Yako TV. Namba za simu ni 0765559042 na 0673559042. Tuko na darasa kubwa ambalo mliliomba kwamba video za somo la chumvi mkasema tulilitoa kwa ufupi. Sasa hapa tunawapeni somo la chumvi kwa mapana na marefu. Cha kwanza, hatua ya kwanza, chumvi ni hii. Tunataka kuijua hii chumvi. Sasa kama hii chumvi tunataka tuijue, hii ni chumvi ya mawe. Sasa kwa nini hii inaitwa chumvi ya mawe? Maanake kuna chumvi mlioizoea ambayo ipo ya unga. Utofauti wa chumvi ya mawe na chumvi ya unga ni kwamba ile ya unga ilikuwa kama hii, ila hii ikaenda kusagwa na kuwekwa mavitu mengine huko kutokana na kiwanda kilichoamua kutengeneza labda kemika sodium na nini, ili tu kuwa bidhaa rahisi katika matumizi, labda tuseme hivyo. Lakini yenyewe ilikuwa kama hii chumvi ya mawe. Chumvi ya mawe ni kitu halisia, ni madini kama ilivyokuwa madini ya ubani, kwa sababu ubani kama ule ubani wa kawaida ni ubani pia unaitoka chini, na chumvi ya mawe inatoka chini, magadi yanatoka chini, ambazo hizi zote ni madini. Hasa hii chumvi ya mawe ni dawa. Nataka nikueleze, hii ni dawa. Na kama hii chumvi ya mawe ni dawa, sasa cha kwanza lazima ujue, ili kitu kiwe dawa lazima uwe na akili ya matumizi yake. Sio watu wanakurupuka tu kukwambia chumvi ya mawe dawa. Lakini je, chanzo unatakiwa ufanyeje? Kwa nini upate chumvi ya mawe, lakini iwe kusudio lako wewe liko wapi, kwenye nini? Lile kusudio lako linatakiwa libadilike, lije kubadilisha jina la hii chumvi. Kwa mfano, hatua moja kwamba unataka kutumia chumvi ya mawe kufukuza vitu vibaya. Kwa kama unataka kutumia chumvi ya mawe kufukuza vitu vibaya, utaita wewe muondoa baraa au wewe mtimua. Jina utaibadilisha, hutoita tena chumvi. Utaita wewe muondoa baraa au wewe mtimua au wewe mkali wa usiku. Kwa nini anaitwa mkali wa usiku? Chumvi ikizidi kwenye mboga, kama ukiweka pale usiku unaona hii chumvi ukuona, yani alipoweka aliweka kwenye kiza. Naelewa vizuri? Sasa unachukua chumvi yako ya mawe, ni vizuri ukachanganya kama na ubani au kama na miti mingine, au chumvi yenyewe pia sio mbaya, yenyewe inatosha. Unaiweka kwenye moto. Unapoirushia kwenye moto uwe mwingi, chumvi chako cha kutosha pia kingi. Kwa hii chumvi kwenye moto inalipuka. Sasa wakati inalipuka, ile nguvu ya moto manake ni uhai. Kumbuka hapo ibada zako zinakuwa mbili katika maombi yako, kwa sababu kuna chumvi alafu kuna moto. Sasa unaomba ile utulivu wa moto, manake haujatulia kutokana na chumvi uliyoweka. Kwa hiyo unaomba kama kuna utulivu wa chochote kibaya ambacho kimetulia katika mji wako au katika mwili wako, kipate kusikia kero na kipate kuondoka. Kwa hiyo wewe ndio unanuia, unatia chumvi yako kwenye moto huko, unazidi kusema wewe mtoa baraa hili liniondoke, baraa kwenye nyumba yangu litoke, au vifungo vifunguke. Unaomba pale. Sasa kwenye baraa, lakini kwenye hatua ya pili labda unataka kufungua vifungo vyako. Kwa kama unataka kufungua vifungo ambavyo unahisi umefungwa, unasema wewe mfungua vifungo vyangu vikafunguke. Hapo pia unachukua unaitupia kwenye moto. Kumbuka hicho kitu. Ila macho yako lazima uwe makini na ule moto, manake hii inaruka. Inaporuka kwenye moto, hii chumvi kama punje yake itakuingia kwenye mboni ya jicho, itakuwa hatari katika hilo jicho lako. Unaweza toka wa kilema. Sasa ili ujilinde na hilo jicho lako, ujitahidi kabisa kuwa mbali na moto au kujikinga na kitu fulani usoni, ili punje isitoke kule moja kwa moja ikaingia kwenye mboni ya jicho. Lazima mkumbuke hicho kitu. Sasa namna ya mabadiliko ya jina ambalo utaipa hii chumvi ndo nuio lako la kwanza. Kwa kama ni kutoa baraa au kufukuza vitu vibaya, utamuita mtoa baraa au mtimua. Na kama ni kufungua vifungo, utamuita wewe mfungua vifungo. Maana yake ili inavyolipuka vifungo vyako vifunguke. Lakini kingine pia unaweza kuita msikilizwa. Kwa kuita msikilizwa, unaweza kuitumia kwa kuweka kwenye mboga au kwenye chakula na ukaiombea kama msikilizwa, ili watu wakusikilize.
Kwa kuitwa msikilizwa, unaweza kuchukua hii chumvi ukafunga na pilipili kichaa, labda kwenye ofisi yako, kwenye biashara, popote, au kama unakwenda kumuona mtu, unaweza kufunga hii chumvi ya jiwe la moja la chumvi ya mawe na pilipili kichaa au pilipili lukwale au pilipili poli ile nyembamba ndogo kale, ni nzuri zaidi ile. Lakini kama utashindwa, pilipili yote nyingine ukafunga pamoja na jina la muhusika au na herufi A mpaka Z. Kama ni kikundi cha watu ni wengi, kama ni watu wachache wanawajua majina, yaandike ili wakusikilize na ukaenda kuzungumza nao, ukaitumia kama hazima au hirizi. Au vile vile unaweza kutumia tu kwenye mboga, kwa kuweka kwenye mboga. Wakati unaunga mboga yako au chakula chako, unawataja majina wale watu ambao wanajua watakuja kula, waambie wakusikilize. Pia mama ntilie, msisahau na sehemu mbalimbali ambapo mnapika chakula, sema wakati unaunga chumvi, wewe msikilizwa, mimi nataka wateja wangu wanisikilize kupitia chakula hiki, wanipende na wanisikilize. Nuia wakati unaweka chumvi, wala sio uchawi. Hilo ni maombi tu hayo, kwa sababu hakuna mtu anayeweka biashara hategemei kuuza, anataka auze. Kwa kama unataka uuze, usiweke tu, unaweka tu. Chukua tena, anzia kwenye maji. Kwa somo zuri zaidi, anzia kwenye maji. Mwambie wewe, maji ni uhai na ni kitu muhimu katika mwili wetu. Mimi natumia maji haya kupikia chakula. Nataka watakaye kula chakula hiki wakawe na afya njema na nguvu, na wanipende mimi kama wanavyokupenda wewe maji. Unanuia. Fanya hivyo vizuri. Na kama wewe mama ntilia au nimpeka chakula tu sehemu yote, maombi yao ya maji yafanye Jumatatu asubuhi saa 1. Alafu maji yale kisha yaombea ndio pikia chakula hayo maji. Sasa tunabaki tu kwenye somo la chumvi. Kwa kadri unapopikia mboga au chochote ambacho unaweka chumvi, tumia haya maombi kama msikilizwa. Unaibadilisha jina. Wewe msikilizwa, nataka ukanipe nguvu ya kusikilizwa na wateja watakaye kula chakula hiki. Au nataka ukanipe nguvu ya kusikilizwa na watu ambao wanawaandalia hiki chakula, kama ni watu wachache, watu maalum, kama kwenye mji wako au wapi. Kwa hapo utapata nguvu iliyokuwepo ndani ya chumvi. Sasa kwa nini ni chumvi ya mawe? Nilishawaambia usitumie chumvi ya unga, kwa sababu chumvi ya unga imepita kiwandani. Katika kupita kiwandani kuna uhalisia ambao umeshapotea. Ishabomolewa kutoka kuwa kwenye jiwe, ishauawa, imekuwa unga. Kwa ni kama chumvi mfu. Sasa haitakuwa na power ile ambayo unaikusudia. Ndio maana mara zote unasikia neno chumvi ya mawe, chumvi ya mawe, chumvi ya mawe. Sasa tumia hii chumvi ya mawe ili kuifanya maombi yako yakakamilike. Kwa kuoga, unasema tena, unachukua hii unaiweka kwenye maji ya kuoga, unasema wewe muondoa baraa. Tuko sawa sawa? Nataka uniondolee baraa katika mwili. Zingatia hicho kitu. La, unatembea sehemu zenye kiza, unatembea mahara ambako unahisi pengine umelala kwenye misiba, kulala nje vile, unahisi kama kuna watu wabaya au kuna vitu vibaya, chukua jiwe moja la chumvi ya mawe, chukua na kipande cha mkaa cha kukiokota njiani. Sema siku hizi kuokota mkaa njiani adimu, kwa sababu mkaa yenyewe nayo ishaanza kupotea, magesi yamechukua nafasi. Lakini chukua kipande cha mkaa au kipande cha tulatula. Yaani tunda moja tulatula, ile tula au ndulele mnaita. Kwa chukua na chumvi, funga pamoja. Kama wanawake wanafunga hata kwenye kanga, kitenge, au kama mwanaume funga hata kwenye ngachifu, weka kwenye wallet. Nenda kalale hapo. Unapoona kama ni watu wengi una hofu, au kama wanapita njia zenye kiza, basi omba kwamba wewe mtoa baraa. Sasa hapa unamuita mkali wa usiku. Unapofunga kwa ajili ya kinga kwa eneo unalokwenda au unalopita, utaita mkali wa usiku. Wewe mkali wa usiku, naomba ukanilinde zidi ya chochote nisichoweza kukiona kwa macho yangu. Ndicho utakachokisema. Ukanilinde zidi ya chochote nisichoweza kukiona kwa macho yangu. Sio sema ukanilinde zidi ya watu wabaya. Hapana. Maana watu wabaya wako wengi, kuna majambazi, kuna watu wanamanuia mbalimbali, mafitina. Ila wewe hofu yako ipo kwenye nini? Kwenye uchawi ambao huwezi kuona kwa macho yako, au kwenye viumbe vibaya. Ndio kitu ambacho umekijengea hofu. Sasa sema naomba ukanilinde wewe mkali wa usiku, ukanilinde kwa ukali wako zidi ya chochote nisichokiona kwa macho yangu. Ndicho unachoomba. Unafunga kama na tulatula au ndulele,
itakuwa nzuri zaidi, au na kipande cha mkaa, lakini isiwe kipande cha mkaa ulichokichukua nyumbani kwako. Iwe kipande cha mkaa ambacho umekiokota sehemu ambacho hakijakuwa kwako. Tuko sawa sawa hapa? Kwa hiyo fanyeni hili somo kwa umakini hapa katika Siri Yako TV zetu sisi, kuwapeni elimu zitakazowasaidieni. Tunawapeni siri za kiulimwengu, na ndio maana tuliwaambia somo la dawa. Watu wanawafundisheni miti ya dawa. Ni kweli miti dawa ndio Mungu katuoteshea miti dawa, lakini ina namna ya kuvunwa. Mti ni kiumbe hai. Kwa hiyo unapotaka kuvuna mti, sio hata mboga, kisheria kuna maombi unataka kuyafanya. Kwa hiyo nitawapeni somo kwa utaratibu katika huu mwaka, namna labda kifumbasi, ili kifumbasi kiwe dawa fanyaje? Kuna namna ya kukiomba. Kwa mfano kifumbasi unaweza ukaponda na chumvi, ukaongeza nguvu ya dawa yako na ukaenda kuoga. Lakini kile kifumbasi kuna njia ya kuomba, somo lake litakuja kwamba unafika kwenye kifumbasi ufanye nini mpaka upate mamlaka yake ya kukichukua kikawe dawa. Maana unapoking'oa, maana yake umeshakiua. Sasa umeua uhai wake, lazima ufanye maombi. Tuko sawa sawa? Sio tu kifumbasi dawa unachuma, kinakukasirikia. Baada ya kuwa dawa kinaenda kuwa nuksi kwako. Kwa hiyo lazima mweke na umakini sana. Ali Hatib Kilusungu, utafita majina katika maisha ya binadamu. Usubscribe na kushare katika Siri Yako TV, na unafollow TikTok, Instagram, Facebook Siri Yako TV. Katika mizimu ya Kimwasa Mikese, Morogoro, Tanzania, babu wa mila na desturi, mimi RKK napatikana hapa. Namba zetu za simu ni 0765 5590 42 na 0673 5590 42.